Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Moja kati ya story ambayo imetrend sana kwenye mitandao ya kijamii kwa sasa ni story ambayo inamhusisha msanii Rayvanny pamoja na mpenzi wake Faima. Baada tu ya wawili hawa kuachana, ni kama vile wanarushiana maneno machafu kwenye mitandao ya kijamii. Kwanza kabisa alianza Rayvanny, lakini baadaye Faima akaona hapana, kwa nini akae kimya, na huku Rayvanny anaamua kumchafua kwenye mitandao ya kijamii, na yeye akaja na lake na kuamua kumwanika waziwazi msanii Rayvanny kwamba kwa sasa hivi amefilisika, hana lolote wala hana chochote. Sasa watu wengi baada ya kushuhudia ugomvi wa wawili hawa kwenye mitandao ya kijamii, wengine wakawa wanadai huenda wanatengeneza tu kiki kama ambavyo tumekwisha zoea. Wasanii wa hapa Bongo wamekuwa ni watu ambao wanatengeneza sana kiki ili mradi tu ngoma zao ziweze kufika mbali zaidi. Lakini baada ya msanii Rayvanny pamoja na mwanadada Faima kufuta picha zote ambazo walikuwa wamepiga kwa pamoja katika peji zao za akaunti za Instagram, bana watu wengi wakawa wanadai huenda hii issue ni serious na ni ya ukweli kabisa, kwa sababu ukiangalia, ukitembelea peji ya Instagram ya Rayvanny, basi unaweza kuona hakuna picha hata moja ya Faima, lakini pia ukienda kwa Faima hakuna picha hata moja ya msanii Rayvanny. Sasa unaweza kuona hii issue ipo very serious, lakini pia tunaweza kusema wawili hawa wamekuwa wakiharibiana sifa kwenye mitandao ya kijamii baada tu ya kila mmoja kuongea mabaya ya mwenzake kwenye mitandao ya kijamii. Ni kama vile wamepanic hivi, kwa sababu ukimwangalia Rayvanny namna ambavyo anaongea kwenye interview zake kuhusu Faima, basi unaweza kuona ni kwa namna gani hao wawili wameachana kwa chuki kubwa sana, na ni kitu ambacho ni kibaya, kwa sababu ukiangalia hao wawili wote ni watu ambao ni wazazi, yani wamezaa, wana mtoto mmoja. Sasa ukiangalia kuna malezi ya yule mtoto, licha ya kwamba wameachana, kuna namna fulani wanatakiwa waelewane ili mradi tu yule mtoto aweze kupata malezi ya pande zote mbili, baba pamoja na mama. Sasa baada ya maneno hayo au watu hao wawili kutafurani au kuleta tafurani kwenye mitandao ya kijamii, bana msanii Alikiba siku ya leo ni kama vile ameamua kumpatia ushauri msanii Rayvanny, kwa sababu ameona anakosea, kwa sababu ukiangalia hili swala liliwahi pia kumkuta msanii Alikiba kipindi ambacho ameachana na mama wa mtoto wake au mke wake halali Amina. Bana yalitokea mambo mengi sana, watu wakawa wanatamani kufahamu ni nini ambacho kilitokea kati ya Alikiba pamoja na mke wake Amina, kwa sababu hao wawili waliachana kipindi cha nyuma kidogo. Na ukiangalia msanii Alikiba amekuwa ni msanii ambaye ana mambo ya siri sana, kwa sababu hata mpaka leo hatuelewi ni sababu ipi ambayo ilisababisha msanii Alikiba kuachana na mke wake ambaye ni Amina. Sasa Alikiba akaongea na kudai kuwa hili sakata la Rayvanny pamoja na Faima bana linamuumiza sana, kwa sababu ukiangalia hao watu wawili wana mtoto, na yule mtoto tayari kwa sasa hivi amekuwa na ni mkubwa kabisa. Sasa wanavyoendelea kurushiana maneno kwenye mitandao ya kijamii, ni kama vile wanamuharibu huyu mtoto kisaikolojia, kwa sababu huyu mtoto alilelewa na wazazi wake wote wawili kwa kipindi chote hicho mpaka hapo alipofikia kwa sasa hivi. Sasa msanii Alikiba ameamua tu kumshauri msanii Rayvanny bana aachane kabisa kubishana na mwanamke kwenye mitandao ya kijamii, bora tu aamue kukaa kimya. Hata kile kipindi Alikiba alipoachana na mke wake bana Amina alitafutwa sana na waandishi wa habari, na kitu ambacho Amina alikuwa akizungumza kwamba ameamua tu kuachana na Alikiba kwa sababu wameshindwana, na hakuna hata mmoja kati ya Alikiba pamoja na Amina ambaye alianika waziwazi kwenye mitandao ya kijamii ni sababu ipi ambayo iliwasababisha wakaachana. Na watu wengi sana wakamsifia msanii Alikiba kwamba ni msanii ambaye ni msiri, lakini pia mambo yake amekuwa akiyafanya kiutu uzima zaidi. Sasa siku ya leo huyu mtu mzima Alikiba ameamua kumshauri Rayvanny kuwa anapoendelea kushindana na mwanamke kwenye mitandao ya kijamii, basi inaendelea kumharibia sifa yake kwa kiasi kikubwa, kwa sababu ukiangalia yule mwanamke ana siri zake nyingi sana. Sasa akiamua kulipuka kwenye mitandao ya kijamii, ni kama vile Rayvanny atakwenda kujiharibia heshima yake, lakini pia kuharibu watu ambao kwa kiasi kikubwa sana walikuwa wakimfuatilia na kumuona ni mtu wa maana
Yani kiufupi atapoteza mashabiki hata kwenye kazi yake ya kimziki, kwa sababu mwanamke wake Faima aliteka soko kubwa sana. Yani watu wengi walikuwa wakimpenda Rayvanny, wengine kwa sababu tu wanampenda Faima. Yani kapo yao ilikuwa ikipendwa kwa kiasi kikubwa sana. Huo ni ushauri wa msanii Alikiba ambao ameamua kumshauri rafiki yake Rayvanny, kwa sababu tunafahamu Alikiba na Rayvanny ni watu ambao wana ukaribu mkubwa sana, na tumeshuhudia walifikia hatua mpaka kutoa kolabo moja. Yani Rayvanny alimshirikisha msanii Alikiba katika ngoma yake ya Naoa, na watu hao wakawa wanafanya vizuri sana, na video ile ilipotoka bana, watu walisifia sana hiyo kolabo ambayo ilifanyika kati ya Alikiba pamoja na Rayvanny. Sasa Alikiba ameamua kumshauri Rayvanny kama ushauri huo atauchukua ama atauacha, basi yeye shauri zake, lakini amekwisha mshauri kama mwanaume mwenzie aache kabisa kubishana na mwanamke kwenye mitandao ya kijamii. Mwanamke huyu atakuja kukasirika na kumuumbua na kuendelea kutoa siri nyingi sana za ndani ambazo alikuwa amezitunza. Tuachie maoni yako, lakini pia usisahau kusubscribe, kulike na kutani on notification.